Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam as-sadiqul amin. Ya masharal ikhwa, uhayyikum bi tahiyyati mubarakatin min indillah, ala wa hiya salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, ndugu wapenzi watukufu mnaofuatilia Maalim Shabani, kuna swali limeulizwa, japo mwezi huu hatuhusishani sana na masala hayo, lakini yakiulizwa tunayafanyia kazi yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu. Kuna swali limeulizwa, Maalim Shabani, kwa nini kuna baadhi ya maustadhi ikifika mwezi wa Ramadhani wanafunga sehemu za tiba hawafanyi? Kwani mwezi wa Ramadhani, yani hilo swali mtu auliza, ikifika mwezi wa Ramadhani watu wanafunga sehemu za tiba hawafanyi tiba, shida ni nini? Ndugu yangu mtazamaji, mwenye macho huwa haambiwi tazama. Kati ya maji na mafuta ukiatia sehemu moja, basi lazima mafuta yatakaa juu, maji yatafanyeje? Yatakuwa chini. Asali na maji ukitia, asali itakaa chini, maji yatakuja juu. Hivyo hivyo maji ukiatia ndani ya mafuta yakiwa madogo, maji yatakwenda chini, mafuta yatakuwa juu. Na ndivyo ilivyo ndugu yangu, hata kama maji yakiwa madogo kiasi gani kwenye mafuta hayawezi kukaa juu. Hata utie tone na vitu litaondoka chini tu, haliwezi kukaa juu. Hekima yake ni nini? Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anafahamu, lakini pointi nimekusudia kutolea mfano wa vitu hivi kwamba penye ukweli urongo unajitenga, unakaa pembeni. Mwezi ndio ulioshuka Qur'ani, mwezi dua inakubalika mchana wake na usiku wake, mwezi Allah ghadhabu zake zote amezifunga na milango ya Jahannam ameifunga, milango yake ya rehema yote ameifungua, mashetani yale makubwa yote Allah ameyafunga baharini, ameyatia pingu. Mshanifahamu vizuri? Sasa iwaje mwezi huo uonekane haufai kufanya tiba? Kuna watu tiba zao wanatumia mashetani wa kijini, kwa sababu wanaofungwa katika rokapu ya Allah subhanahu wa ta'ala kule baharini hawafungwi majini wema. Majini wema hawafungwi, wanaendelea kubaki wakiendelea kufanya ibada. Wanaifungwa ni wale mashetani wa kijini, ndio wanaifungwa kule. Kwa ajili hiyo, ukikuta mtu afanyi tiba ndani ya mwezi wa Ramadhani, wewe uliouliza suala lako, basi fahamu ya wazi huyo tiba yake anachanganya. Yuko yule ambaye anayefunga kwa dharura, kwa mfano labda sangine mtu mwingine ni qari wa kusalisha tarawih, anakuwa bize kupitia Qur'ani ili akasalisha tarawih. Je, hao wanaofunga wana mnasaba huo? Mwingine anakuwa bize kusimamia majukumu ya mwezi wa Ramadhani kwa sababu wenda ni mtu ambaye mwenye yupo kwenye taasisi fulani, kuna vitu vingi vinakuja, iko kwenye usimamizi. Ushafahamu vizuri, anafunga kutokana ule muda unakuwa ni mchache. Je, ndio hao wanaofunga wana sifa hizo? Ukweli wa mambo, unajikuta mtu kwamba yeye ni mtu wa kawaida, kafunga tiba na bado mnamuona mtaani mpo naye. Kilichomfanya afunge sehemu ya tiba nini? Basi inapokuja miezi ya kawaida utakuwa tayari wewe ushaelimika na ushapata darasa kwamba huyu tiba yake anafanya ni mtu wa sampuli gani. Haiwezekani mwezi ulioteremka Qur'ani ndio inatakiwa ienziwe na ndio tiba ya Qur'ani inatakiwa ifanye kazi kweli kweli. Sasa unakuta mwezi huo wa Qur'ani, lakini tiba ya Qur'ani haifanywi, inafungwa kwa sababu wanajua hawatoweza kufanya tiba, kampani yao haipo. Kampani ni nini? Ni mashetani wa kijini. Aidha wengine wamefungwa, wametiwa minyororo. Mshanifahamu vizuri hawatoweza tena kufanya tiba. Hapo hata wakifanyeje mtu apandishi, ile midude haiji, kwa sababu katika masala hayo, kutokana na masala hayo anaona bora sasa hapa nikifanya tiba nitakuwa siwezi kufanikiwa, kwa sababu wale mashetani wakubwa wamefanyeje?
wamefungwa baharini. Naam, mwingine akauliza swali akasema, Maalim Shabani, kwa nini Mtume SAW anasema mashetani wakubwa, mashetani wanafungwa baharini? Inakuwaje mwezi wa Ramadhani mtu anapandisha? Ndio tunarudi kwenye jibu la yule bwana pale kwamba mtu anapandisha mwezi wa Ramadhani kwa sababu mashetani wanayefungwa si wote. Mashetani wanayefungwa ni wale wakubwa tu, wale wadogo wadogo wanaachwa. Sasa hao wadogo wadogo wana uwezo kumuingia mtu pia na mtu akapandisha. Tumefahamiana vizuri mtu anaweza akamuingia na akapandisha. Ina maana hapa tunapata majibu kwamba mashetani wanayefungwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ili wasiwasumbue wafungaji ni wale wakubwa tu, wale wadogo wanaendelea kuachwa, na ndio maana unakuta mtu sometime anapandisha mashetani. Nadhani swali lipo yapo clear. Nafikiri haya mawili yanatosha, yako ni mengi lakini haya mawili yanatosha. Tumeona yananasibiana na huu mwezi ambao tuko nao. Ndugu yangu mtazamaji, ukikuta kiringe cha dua au kiringe cha tiba kimefungwa mwezi wa Ramadhani, fahamu ya wazi kwamba hapo kuna tiba ndanimwe, sio tiba inayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana wamefunga kwa sababu hawataweza kufanya tiba kwa sababu yale madude yamefungwa baharini. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, nadhani hapo utakuwa umenielewa vizuri sana. Kama hujaelewa basi unaweza ukaniandikia hata kwenye comment. Naam, kwenye comment inakuwa ni nyepesi sana, nikiangalia video hivi nakuwa naziona. Kwenye WhatsApp huko na message mengi sana, naweza ukatoa message yako nisisome ukaona nimekudharau, kumbe hasha wakala, siwezi kukudharau hata mara moja. Nathamini mchango wako, uwepo wako unapotazama ni jambo kubwa kwangu. Umesubscribe ni jambo kubwa sana. Kwa nini usiende kusubscribe channel ya muziki? Kwa nini usiende kusubscribe channel ya vichekesho, maigizo, ukaamua kuja kusubscribe channel ya Maalim Shabani? Unajua hapa katika 10 yanayozungumzwa huenda moja nikastafidi nalo, likanisaidia mimi na maisha yangu hapa duniani mpaka siku ya kiyama. Nathamini sana mchango wenu. Nathamini sana hata zile tasaddaku zenu mnazotoa. Mwingine akwambia Maalim Shabani hii kusaidie, kama kuna kifaa kimepungua, japo sisi tunaga ile omba kwa ajili ya kuendesha. Kuna bando ya kila mwezi 100,000 lazima ilipiwe. Kuna muda mwingine mambo yanayumba kidogo, inabidi ukae usikilizie. Mshafahamu vizuri, lakini kuna ile kutumia wifi tunayo alhamdulillah thumma alhamdulillah. Lakini sasa wifi inahitaji kama chakula vile, usipoweka hela haifanyi kazi. Nathamini mchango wenu. Na Mwenyezi Mungu awabariki na awasidishie kila la kheri, na wale wenye kutusupport kila time kila muda, Mwenyezi Mungu awafungulie milango ya kheri na awafungulie baraka tele. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, popote pale ulipo ukiendelea kufuatilia Maalim Shabani, mashetani watu wanapandisha kwa sababu wanaofungwa ni mashetani wakubwa. Na mtu anafunga sehemu ya tiba afanyi mwezi wa Ramadhani, fahamu ya wazi huyu atakuwa wenda ni mshirikina, kwa sababu kampani ya mashetani wake hayapo. Ndio maana naye anafunga tiba, ikiingia mfungo mosi anafungua. Sisi tunasema watu wa tiba ya kisheria mwezi wa Ramadhani ndio tunatamani sana watu waje wafanziwe dua, kwa sababu hata sisi tunapata uwepesi katika dua zinakubalika kwa haraka zaidi, kwa sababu Allah rehema zake ziko wazi wazi. Tumefahamiana vizuri Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Ndugu mtazamaji, na kukumbusha tuko kwenye 10 la mwisho. Basi sadaka yako hujachelewa. Unacho chochote tuletee, tuweze umma uweze kustafidi. Tuletee watu wahitaji waweze kustafidi. Una mchele tuletee, una maharage tuletee, una unga tuletee, una ngano tuletee, una tambi tuletee, una maharage tuletee, una mihogo wallahi tuletee. Hatuchagui. Lengo ni kuwasaidia watu wapate chakula. Tuna mambo ya hela sisi. Hela kwa wale watu ambao saini wako mbali. Anasema mimi mpaka nije ninunue miogo, ninunue kitu gani nilete? Basi hiyo ninunulieni ya miogo pelekeni, au nunueni mchele pelekeni, na ndivyo tunavyofanya. Kwa ajili hiyo usije ukasema mimi hapa na ngano na mchele Maalim Shabani. Sisi hatuhitaji hela, tunahitaji huu mwezi watu wapate nguvu ya kufunga, watu wapate chakula. Kama una sadaka yako ya pesa, unataka kuwaliwaza watoto wa wale wa masikini ambao hawajapata nguo za Eid, tuletee tuwanunulie nguo za Eid. Au wewe mwenyewe unazo, basi au wewe mwenyewe una uwezo, njoo twende tukakuonyeshe bana, watoto hawa hapa, wachukue, nenda nao dukani wafanyie shopping. Itakuwa umefanya jambo kubwa, na hata sisi umeturahisishia. Hata sisi utakuwa umeturahisishia. Wewe ukiwa tayari, njoo mwambie Maalim Shabani, naomba nipeleke kwenye zile familia.
basi shekhe, umefika kwenye hizo familia na baba, na hapa kuna wahitaji, hapa kuna wahitaji, hapa kuna wahitaji, hapa kuna wahitaji, wachukue, nenda nao dukani, kama ni wanawake wakatie vitambaa, wanahitaji majuba na nini, alimradi wapate kufurahia na wao kama watoto wenzi wao insha Allahu taala. Nyuma kamera akisimama vema Habibi Suleiman bin Sultani, tunawakaribisha hapa Mbande mwisho Maalim Shabani Dua Center, na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani kutokea hapa Maalim Shabani Dua Center. Tuna la ziada, kolo nzima sote tunawatakia utazamaji mwema, tunawatakia Ramadhani iliyo njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa. Kile kituo chako pendwa cha tiba asili na dua cha Shifa chini ya Maalim Shaban sasa kinatibu magonjwa yote sugu ikiambatanishwa na visomo mbalimbali. Yes, Shifa wanatibu presha, matatizo ya kichwa, matatizo ya macho, kisukari, miguu kufa ganzi, kutoshika ujauzito au kuharibika kwa ujauzito, matatizo ya nguvu za kiume, nuksi, mikosi, mashaitani pamoja na vifungo vya uchawi. Njoo wewe na familia yako uondokane na matatizo uliyokuwa nayo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755782478 au 0717284242 na 0625575272. Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.